Leo tuko hapa kwa ajili ya kujengewa uwezo, lakini huenda wakati mwingine ni kwa ajili ya kukumbushwa, kwa sababu naamini kwamba viongozi katika ngazi hii tunayafahamu mengi, lakini ni jambo zuri kukaa pamoja na kukumbushana. Uadilifu ni nguzo kubwa katika utendaji katika sekta ya umma, lakini vile vile ni nguzo ya maendeleo. Mahali popote ambapo uadilifu haupo, kunatawaliwa na rushwa, uonevu, lakini vile kutotimiza majukumu. Hivyo upo umuhimu mkubwa sana kuhakikisha kwamba tunalinda na kujenga utamaduni na kuzingatia uadilifu katika ofisi zetu. Na kama ambavyo nimekuwa nikisisitiza mara kwa mara, mimi ningependa kwamba ofisi yetu hiyo ofisi ya mfano wa uadilifu. Watu wapende kuja kufanya kazi ofisi ya waziri mkuu. Sisi wenyewe tuliopo ndani ya ofisi ya waziri mkuu tupende kufanya kazi ndani ya ofisi ya waziri mkuu, kwa sababu ni mahali paadilifu, ni mahali ambapo mazingira ya kazi yanakufanya uwe na uhuru wa kufikiri na kutimiza majukumu yake. Nimejulishwa kwamba mafunzo haya yamelenga katika kuhakikisha kuwa utekelezaji wa mkakati wa kupambana na rushwa unajumuishwa katika mpango kazi na bajeti ya mwaka ya kila taasisi, lakini hususan kwetu sisi ofisi ya waziri mkuu, lakini vile kuandaa na kuthibitisha na kutekeleza sera ya taasisi dhidi ya rushwa, kuhakikisha vile vile kwamba watumishi wanazingatia sheria, kanuni, taratibu pamoja na miongozo inayosimamia maadili, lakini vile vile kujengea uwezo kuchukua hatua muhimu za kudhibiti aina zote za rushwa, makosa ya kiutawala na vitendo vya ukiukwaji wa maadili, kuimarisha vile vile uwazi na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu ya ofisi yetu, lakini vile kuanzisha mfumo wa kupokea na kushughulikia malalamiko ya wananchi wenye kuzingatia usiri, kwamba tuendeleze utamaduni huo. Ninaamini kwamba sisi ambao tupo wakati huu ndio ambao tunaojenga msingi au kuendeleza msingi bora ambao ulijengwa na wale ambao tuliwapokea ofisi zetu, na huenda sisi mtarithisha wengine, basi wakute msingi ambao ni bora, ni mzuri, ule ambao utaifanya ofisi ya waziri mkuu kuendelea kung'aa na kuwa kinara katika maadili, lakini vile katika mazingira ya utoaji huduma na utendaji wa kazi. Mafunzo haya yatakuwa ni ya siku 2 pamoja na mada ya mkakati wa taifa dhidi ya rushwa ambayo inatolewa leo. Kesho pia watapata nafasi ya kupata mada nyingine ya msingi sana kwenye mafunzo haya ambayo ni mada dhana ya mgongano wa maslahi, ambayo kwa kiasi kikubwa sana mgongano wa maslahi umeonekana kuwa ni chanzo kikubwa sana cha vitendo vya rushwa.